Mkuu wenu wa wilaya ya Ileje, kwa jina naitwa Joseph Modest Mkude. Ninashukuru kupata nafasi hii ya kuzungumza nanyi katika siku hii ya leo. Kwani hata baba paroko ameshasema, wengine kutokana na majukumu yetu mbalimbali tunakosa kukutana na watu kama mlivyo sasa, kama mlivyo leo, ili labda tufikishe ujumbe mwema kutoka serikalini au sehemu nyingine ile. Sherehe hii ya miaka 42 ya chama chetu cha Mapinduzi, lakini pia mmeifanya kwa namna pekee ya kupendeza sana kwa ajili ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo mnaweza mkalifanya. Kwa hiyo pili, ninashukuru Chama cha Mapinduzi kwa wazo hilo, na wewe baba paroko kwa kushirikiana na Chama cha Mapinduzi kukubali wazo hilo la kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika kila shughuli tunayoifanya, lakini pia kutoa shukrani aliyoweza kutuwezesha ndani ya miaka 42 hii ambayo tumefikia leo hii. Ndugu zangu, ujumbe tuliopewa leo na baba paroko ni kushinda ubaya kwa uzuri, yaani uzuri uzidi ubaya. Nithibitishe tu kwa kwamba CCM jambo hili imelifanya kwa mambo mbalimbali ambayo yameonekana na yanaendelea kuonekana. Tangu mwaka 1977 tarehe 5 mwezi wa pili chama hiki kimezaliwa. Chama hiki kiliendelea kudumisha amani ambayo mpaka sasa tunayo na tunaipigania. Viongozi wote, wawe wa dini, wawe wa kiserikali na wengine wote, tunasema tu kwamba serikali haitenganishwi na siasa. Siasa haitenganishwi na serikali na haitenganishwi na dini, kama ambavyo tumepata mafundisho ya leo. Hakuna serikali inayoitenga dini ya aina yoyote. Inatambua ina dini mbalimbali, na katika kupitia dini hizo ina watu wake inaowaongoza kiserikali. Lakini pia hatukwepi siasa, kwa sababu katika waamini hao ndio wanasiasa wote. Baadaye tukikutana serikali, siasa na dini zetu zote, tunatengeneza kitu cha umoja ambacho kinataka kutufikisha kwenye lengo fulani, na ambalo leo tumesikia kupitia mahubiri ya baba paroko hapa, ni afya ya watu wote ambao tunataka waishi vizuri. Lakini pia Chama cha Mapinduzi mwaka 92 kiliweza kutoa fursa ya vyama vingine vya siasa. Hii tunasema kwamba Chama cha Mapinduzi kinathamini watu wake na maoni yao. Hayati Mwalimu baba wa taifa Mwalimu Nyerere, wakati wa mchakato wa kuruhusu vyama vingi ambao ilitakiwa kupiga kura, watu wengi waliopiga kura walisema hawataki vyama vingi. Watu wachache walisema wanataka vyama vingi. Kwa imani hiyo hiyo ya kulinda amani na kuwapenda watu, na hata kama lilikuwa wazo baya kwa wakati ule, lilionekana lijengwe basi kwa uzuri ili amani itawale kuliko ubaya ambao labda ungeingia. Watu wengi walihofu, wakizani kwamba vyama vingi ni vita, vyama vingi vitaleta vurugu, vitafanya mambo chungu mzima. Lakini hayati Mwalimu Nyerere aliruhusu vyama vingi na tukaendelea navyo, na mpaka leo tuna umri wa miaka 42 ya chama tawala, chama cha CCM, tukiwa na amani yetu. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo lilifanywa na Chama cha Mapinduzi kuruhusu vyama vingine viendelee katika hali ya siasa.
Lakini pia Chama cha Mapinduzi tumeona kimeweka sera nzuri na kimeendelea kuweka sera zake nzuri katika kipindi cha miaka mitano mpaka leo. Sera hizi zilikuwa na maana ile ile isiyotenganisha na dini, kama ambavyo tumepata masomo ya leo na mahubiri ya leo, kumjali mtu, kujali afya za watu. Kwa hiyo matokeo yake nchi yetu imeweza kupiga hatua mbalimbali za maendeleo kama zinavyoonekana kwenye barabara, huduma za afya, elimu, maji, maendeleo ya jamii, umeme na kadhalika. Sasa nirudi hapa Ileje. Haya mambo yote niliyoyataja yapo na yanaendelea kusimamiwa na Chama cha Mapinduzi ambayo ndio chenye sera. Mambo hayo, hospitali, tumeendelea kuboresha hospitali, vituo vya afya katika maeneo mbalimbali. Wengine huku, kwa sababu kikao hiki kimefanyika huku, misa hii imefanyika huku, uwanda wa juu kule Ibaba na Lubanda zimejengwa vituo vya afya wenye thamani vyote viwili milioni 900. Kwa hiyo serikali yenu ilitoa fedha shilingi milioni 900 kujenga vituo vya afya. Hivi sasa ninapozungumza, vituo hivi vya afya vimejengwa, vimekamilika, zipo kazi tu ndogo ndogo za kumalizia ili vianze kutoa huduma. Na katika hospitali ya Ibaba imeshapewa fedha sasa za kununua vifaa vyote vipya, vifaa tiba, sio dawa tu, na vitanda na kadhalika. Hii yote yamefanywa mambo haya na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Lakini Ibaba tulipeleka mgeni kule kimakusudi mazima akaone jitihada zinazofanywa na serikali na wananchi wake wa wilaya ya Ileje. Mheshimiwa Waziri wa Afya baada ya kuona kile na jitihada za wananchi wenyewe akaamua kutoa gari ya ambulance kusaidia wagonjwa kutoka kule na kufika maeneo mbalimbali, wale wanaopata rufaa kwenda hospitali kubwa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo hili ni jambo jema ambayo yamefanyika hapa. Isitoshe, katika sekta hiyo hiyo ya afya, wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani 2016 anapanga serikali yake na sisi tunafika hapa, kulikuwa na zahanati 29 tu ambazo sera ilikuwa ikisema kila kijiji lazima kiwe na zahanati. Lakini mpaka napozungumza sasa hivi zahanati 49 zimejengwa katika wilaya hii na kutufikisha kwenye 67%. Bado vijiji vichache tu ambavyo bado wameanza hatua mbalimbali kujenga zahanati zao. Kwa hiyo tunasema hayo ni mambo ambayo yamefanyika wilayani kwetu. Yako mambo kama elimu. Elimu hili linafahamika, hata wilaya ya Ileje tunalitekeleza. Elimu bure kuanzia darasa la chekechea mpaka la saba mpaka kidato cha 4. Elimu inaendelea kutolewa bure na fedha kila mwezi inakuja kwa ajili ya kuhudumia jamii yetu, watoto wetu. Sasa na sisi kama wananchi, kama waamini na watu wengine, tunatakiwa tuwe na jitihada za kuisaidia serikali katika masuala kama haya. Isitoshe, tumepata fedha katika kuboresha maeneo mbalimbali ya madarasa na shule. Mwaka jana unaoishia mwaka huu mwezi wa 7 tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa katika shule 3: Igumila, Izuba na Ilulu. Kila moja ilipatiwa milioni 66. Wananchi hawa wamefanya juhudi kubwa
kwa kuisaidia serikali katika hayo maeneo ambayo nimeyataja. Milioni 66 ilitakiwa kujenga madarasa 3 tu na choo na kununua madawati, lakini kila shule katika hizo, Igumila wamejenga madarasa 3, vyoo matundu 6, wakaongeza matundu 6 ya kwao, lakini pia wakakarabati madarasa 3 na ofisi kwa kutumia fedha hizo hizo na michango yao. Izuba wamejenga madarasa 3 na kujenga matundu ya vyoo 6, lakini pia wameweza kumalizia madarasa yao 2 zaidi. Kwa hiyo wana madarasa 5 na ofisi pamoja na vyoo. Shule ya msingi Ilulu wameweza kujenga madarasa 3. Vyoo walitakiwa kujenga matundu 6, wamejenga matundu 15. Lakini pia wamekarabati na kumalizia madarasa 2 na ofisi. Kwa misingi hiyo na madarasa 5 na ofisi na matundu ya vyoo 15 badala ya 6. Hii yote ni kuunga mkono jitihada za serikali. Pesa kidogo tunayoipata inatakiwa tuitumie kwa ufanisi iweze kutatua matatizo kwa haraka. Hali kadhalika shule za sekondari zimeanza kupatiwa fedha. Mwaka huu fedha imeshakuja karibu shilingi milioni 195. Shule ya sekondari yetu ya Ileje wenyewe, ujenzi wa vyoo, ujenzi wa madarasa, tukisaidiana na wadau mbalimbali. Wengi wanafahamu sehemu ambazo nimepita, lakini sehemu ambazo wadau wamefika siwezi nikayataja yote, lakini tu nirudi kwenu hapa Ikumbilo. Sekta ya maji nimeishuhudia. Mwaka jana tumefungua maji, vituo vya maji, na maji yanaendelea kutoka. Sasa ni namna ambayo tunataka kushirikiana na serikali katika kulinda miundombinu hii ya maji ili tuendelee kupata huduma hiyo ya maji. Kama kuna tatizo, basi inatakiwa mimi nilipokee tatizo hilo kupitia njia mbalimbali, kupitia wasaidizi wangu tuweze kutatua haraka kama kuna changamoto yoyote juu ya huduma hiyo muhimu ambayo serikali ilikusudia kuipata. Maeneo mbalimbali yamefanyika. Barabara ndio hizo zinaonekana za kuhudumia watu wote bila kujali dini zao, bila kujali vyama vyao vya siasa na kadhalika. Lakini pia kwa wilaya yetu ya Ileje, sasa mambo gani kwa wakati huu tunatakiwa kuyafanya? Nitoe wito, tuendelee kudumisha amani kama ambavyo tunaendelea kusisitizwa na viongozi wetu wa dini. Lakini tufanye kazi kwa bidii, tusiwalalamishi zaidi kuliko kufanya kazi. Lingine, jamani, tulee watoto wetu tuwalee vizuri, wawe na heshima na adabu, tuwalee katika kazi na uzalendo kwa nchi yao. Mafundisho ya leo yanatosha kabisa, lakini kazi yetu kama wazazi huwa tunayarudia kwa watoto ili yawakae, ili wayaishi kama sisi ambavyo tunaishi. Ubaya unalipwa kwa wema, kama ambavyo tumefundishwa. Sasa watoto wakiwa wakorofi, hili si jambo linampendeza Mwenyezi Mungu na sisi wenyewe wazazi. Watoto wakiwa wabishi, wana matusi, wana nini, hawataki kwenda shule, hili si jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu na sisi wazazi. Wewe tuwalee watoto wetu katika maadili mema ya kufuata dini zao walizokuwa nazo, lakini pia kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutii
kuwa watii na kushika majukumu yao vizuri. Lakini wananchi, kuna lingine ambalo inatakiwa tulifuate kwa wakati huu, kufuata sheria. Sheria zetu ndogo ndogo zinazotungwa na halmashauri yetu ya wilaya na hata serikali kuu. Kuvunja sheria ni kumkosea Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba utaikosea serikali kwa namna moja ama nyingine, lakini utamkosea pia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tufuate sheria. Watu wengine wanaona jitihada za serikali sijui zinaungwaje mkono. Jitihada za serikali zinaungwa mkono ile kusaidia kwa kutii sheria tu. Wakati nakuja hapa Ikumbilo siku hii ya leo, nimekutana na kundi kubwa la ng'ombe kama 50-60 wanapita kwenye barabara hii inayotengenezwa kwa fedha nyingi, karibu bilioni 101.7. Sasa mtu anachungia ng'ombe. Hivi kweli tumekuja kumaliza hizo bilioni 101.7 kwa ajili ya kuchungia ng'ombe? Hii si kweli, hii si haki. Unamwangalia, unarudi nyuma. Ukikumbuka somo la leo linasema ubaya mrudishie uzuri, alafu baadaye wanasema mkuu wa wilaya mpole, kumbe nimemrudishia uzuri. Sasa ubaya mimi kufunga, sasa nitafunga watu wangapi? Naomba tusaidiane, na unaponisaidia mimi ndio umesaidia serikali. Watu watii sheria. Zingine tutakuja humu, tutakuwa na miundombinu ya madaraja, vyuma kwenye madaraja yetu, watu watatuibia, tunawaangalia, watavunja madaraja haya, sisi tunawaangalia. Sasa mara nyingine serikali au viongozi wenu wa serikali mnataka sasa ubaya kwa ubaya. Hili kwa Mkude hapana. Nasema nitamrudishia uzuri, ingawaje lazima uwe mvumilivu. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa dini, baba paroko, viongozi wa dini mlioko hapa na wengine nitakutana na nyie baadaye kwenye kikao maalum, tufundishe jamii yetu huku makanisani, misikitini tunapokwenda, ili tushike hizi sheria na tuzifuate sheria ndogo ndogo za halmashauri na serikali kuu. Yupo hapa mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, anafahamu hawa ni wananchi wake, wanajipatia kipato kwa kufuga ng'ombe, lakini pia na sheria ndogo za kukamata hiyo mifugo na aitoze faini. Bila shaka naye ni mpole kama mimi. Sasa wote, yeye hafanyi mpole na mimi mpole, mtaikosa hiyo barabara, alafu tutalaumiwa na watoto wetu hawa vipapo. Kwa hiyo lingine niombe, tunapata maendeleo makubwa kwenye wilaya yetu. Kuna vyuo sasa vinajengwa kwenye wilaya yetu. Sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa chuo cha VETA, kikamilike kianze kutoa huduma ifikapo mwezi wa 7. Kitaleta watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, na nyie pelekeni watoto wenu kwenye mafunzo ya VETA. Sio lazima aende sekondari. Muulize mtoto, wewe unataka nini? Kama utaki kwenda sekondari, nataka VETA, nataka ufundi, mpeleke sasa. Ndio fursa. Italeta walimu, italeta watumishi, italeta vitu vingi, na barabara itakuwepo. Kwa hiyo tutapata wageni wengi sana wanaorudi, wanaopita. Ninaomba tujilinde wenyewe, tusikae tu unalala usingizi mpaka asubuhi ng'ombe wameibiwa, wewe huna habari. Ukifika unakuta tu mavia ng'ombe tu, ng'ombe hawapo. Tujilinde wenyewe na tuwe tunashirikiana na polisi na mkuu wa wilaya katika kumsaidia ili kusiwe na kelele. Mimi nafarijika sana kupata wilaya ya Ileje tofauti na wenzao, lakini ninaona changamoto zinakuja mbele yetu. Lakini sasa niwaambie mapema juu ya maendeleo pamoja na changamoto. Maendeleo yote yanakujaga na changamoto nyingi. Kwa hiyo nitaendelea kulisemea hilo, kuwakumbusha mara kwa mara. Kwa nyie hata iliyokuja hapa, naomba niachukue hayo mwende mkanisaidie kuelezea
ili kusudi yaweze kunani. Kuna jambo lingine, sasa hivi tumeletewa fursa ya kuwa na vitambulisho vya wafanya biashara wadogo wadogo. Nina bahati nzuri, wilaya ya Ileje sijasikia kule kubeza hadharani kwamba hii ni nini, hii ni nini. Wengi mmekuwa mkitunga mkono, mnapokea vitambulisho, kwa sababu sisi kama sio mkulima basi mfanya biashara mdogo mdogo na wafanyakazi. Nikitoa takwimu hapa, wafanyakazi ni wachache sana, lakini wakulima ni 75%. Lakini wengine waliobaki tunataka nao wafanye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo wachukue vitambulisho hivi ambao Mheshimiwa Rais amevitoa kwa wananchi wake anaowapenda sana, wanyonge. Wasikose nafasi hiyo, wasikose fursa hiyo, ili waweze kufanya kazi za biashara ndogo ndogo mahali popote bila kunyanyaswa na mtu yoyote. Yupo hapa Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, ni viongozi ambao walienda kupokea hivyo vitambulisho, pia wameelezwa, wameelewa na wanaunga mkono serikali yao. Chama cha Mapinduzi, nawaona hawa viongozi wako hapa, mwenyekiti, katibu na wengine wote, wajumbe wa kamati ya siasa wakubwa kabisa na wajumbe wengine wameunga mkono swala hili, na ndio maana wameendelea kuombea viongozi wa serikali akiwepo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa kwa kutumia kanisa hili la Ikumbili kwa siku hii ya leo ya maadhimisho ya miaka 42, ikiwa kumuombea huyu kiongozi kwa mambo ambayo anayafanya. Sasa wale ambao bado hawajafunguka, tuendelee kuambia taratibu wafunguke. Kuna fursa lingine, kuna fursa. Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa wabunge wamekwisha kamilisha kupitisha sheria mama ya uchangiaji au utoaji wa 10% kwa makundi maalum. Kuna 20 kwa ajili ya vijiji, lakini kuna 10 kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum haya: wanawake, vijana na walemavu. Wanawake 4%, vijana 4%, walemavu 2%. Mkurugenzi anatakiwa kuitoa 10% kama ilivyo kutoka mapato yake. Kwangu mimi Ileje maskini, nasubiri nipewe taarifa ya vikundi vya wanawake vilivyopata 4%, sijapata. Vikundi vya vijana vilivyopata 4%, sijapata. Vikundi vya walemavu, wenye ulemavu ambao wanapata 2%, sijapata. Nikasema tatizo ni nini? Tatizo ni mimi sijasema, au tatizo mkurugenzi hajafika? Lakini nilipomuuliza mkurugenzi akasema vikundi hivi havipo. Umetoa 2% kwa walemavu? Hapana, hawa hawako. Lakini jamani, hivi jamii yetu haina walemavu? Wapo walemavu. Sasa ni rahisi kwa mtu ambaye anatakiwa kutoa pesa kwa hii kusema hili jambo rahisi, hawapo. Lakini sisi tunawaona wapo. Kinachotakiwa ni kikundi. Sasa kikundi kitapatikanaje? Jamani, kikundi kinapatikana kwa mlemavu, mwenye ulemavu mwenyewe, lakini kuna mwongozo. Pole ni kitu kizuri tu, pole, lakini kama tunavyojua ni kwamba katika upole lakini haki lazima itendeke, na haki ni nzuri, ni jambo zuri, na haki ndio inashinda ubaya, na haki ni nzuri, na haki daima ina pande hizi mbili, inazawadia kinachoenda vizuri na inaadhibu kinachokwenda tofauti. Hata Mungu kama tunafuatilia maandiko ni mwenye haki, na kwa hivyo ni mzuri, lakini kwa sababu ya kuwa mwenye haki, haki hiyo
inampa nafasi ya kuadhibu na kuzawadia pale ambapo panaenda sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wewe katika upole wako simama imara katika haki. Haki ikuruhusu uadhibu pale ambapo uovu unafanya mambo mengine, zawadia pale ambapo panatakiwa, na Mungu tazidi kutusaidia wote, na Mungu azidi kukusaidia. Asante sana. Maisha yangu Bwana